بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 28 من شهر الله المحرم mwaka 1447 katika tafsir darasa ya tafsir al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, tuendelea na tafsir ya juzu amma. tulikuwa tumeanza tafsiri ya suratul Buruj na tulifikia aya 11. قال رحمه الله تعالى: ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين. tulitangulia kusoma kuanzia aya ya kwanza mpaka ya 10, ambapo ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala alieleza kisa cha ashabul ukhdud, cha wale kufar waliolazimisha waumini kukufuru na kurudi nyuma, na katika kuwalazimisha mpaka wakachimba maandaki, mashimo makubwa, wakachoma na kuni za moto ndani yake. Anayekataa kukufuru atupwa ndani ya shimo la moto. Akawazungumzia watu hao Allah subhanahu wa ta'ala. Alipomaliza kuzungumzia kisa cha watu hao waovu na adhabu aliyowaandalia kwa dhulma walioifanya kwa watu wema, ذكر ثواب المؤمنين, akaanza kutaja malipo mema na thawabu za waumini. Na Qur'an ukitizama makini utakuta kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia kuhusu adhabu, baada yake azungumzia kuhusu pepo, ama akizungumzia kuhusu pepo baada yake azungumzia kuhusu adhabu. Na hii ni kwa mu'min aishi baina al-khawfi wal-raja, baina kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu yake na kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala, man askate tamaa. Kwa alipotaja ile adhabu ya madhalim akataja humu thawaba almu'minina, faqal innal ladhina amanu ay biqulubihim wa amilus salihati bijawarihim, hakika wale walioamini kwa nyoyo zao kisha wakatenda mema kwa viungo vyao, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzu al-kabir. Kwa wao watu hawa walioamini na kutenda mema watapata bustani zenye mito ipitao kati yake, na hii mito Allah subhanahu wa ta'ala ameieleza: mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin. Kwa ile mito ile yapita ya maji ambayo hayavundi. So maji yakikaa muda mrefu ufikia wakati yakabadilika harufu yakawa yavunda, lakini maji ya peponi hayavundi. So mito utembea, ile mito ikitembea ile maji hayavundi.
kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akataja katika mito ya peponi wa anharu min labanin ladhatin lisharibin, na kuna mito ya maziwa ambayo yana ladha tamu kwa wale wenye kunywa huko peponi. Hapa duniani haiwezekani kuwa na mtu wa maziwa, yatakuwa lala hapo hapo sababu ya uchafu mwingi ambao uko katika ulimwengu, taharibika tu. Wa anharu min khamrin, kadhalika kuna anhar min khamr fiha ladhatun lisharibin, ni ladha tamu kabisa kwa wale wenye kunywa lile pombe linalowekwa katika mito ya peponi, tamu kabisa, hakuna kulewa bana. Si hapa ukipiga mtindi hapa, ukitembea mara wakidhi haja ndogo, mara wakidhi haja kubwa njiani, watoto wa kuchezea, ukipita usikia bwele bwele, na wewe uko bwele bwele hivyo hivyo kama wale watoto wanafanya fujo, mara ushatukana watoto wako wenyewe, waona haya kusema babangu, kwa namna unapokuwa katika hali mbaya kabisa kwa kunywa pombe. Peponi hamna bwana, na wala anayekunwa hazungumzi na kuropoko maneno ya kijinga kijinga, illa qilan salaman salama, maneno ya amani kabisa. Na pia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala akataja mito min asali musaffa, asali bwana safi kabisa, asali safi kabisa. Yani pimisha huko hapa duniani leo, saa hivi tunavyozungumza, mtu akipata asali safi ashukuru. Maskini nyuki huonewa sana, shikwa nyuki 10 hivi wakauawa, wakatiwa ndani ya asali, kumbe si asali, kumetiwa sukari guru, kajazwa na maji maji, ikatiwa na asali maghshush. Illa man rahimallah, labda umpate mwenyewe yule mwenye asali yule ni Muislamu mwenye kumcha Mungu, basi atakuuzia asali safi kabisa. Lakini nyingi hizi mnazoziona barabarani huwa nyuki tu, eti wale nyuki maskini wakishauawa pale ndo dalili ya kuwa ile asali ni safi. Hakuna mambo ya ghush kule peponi, mito bwana ya asali wachota wanwa. Sasa hao itakuwa katika mabustani yao kupita mito ya aina hiyo. Hebu fikiria, tasawwar, watakuwa na neema kiasi gani hao watu tu peponi. Na hivi tunavyoeleza hivi, na bado hayatoki yameelezwa ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at. Hakuna leona mfano wa starehe peponi, wala kusikia pia, bali wala khatara ala qalbi bashar, kupita tu fikra hiyo kwa moyo wa mwanadamu pia bado. lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawz al-kabir, huko ndiko kufuzu kukubwa, alladhi hasala bihi al-fawz biridha Allah wa dari karamati, yule ambaye atafaulu kwa kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akamridhia, kisha akaingia ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo amefaulu bwana, tena kufaulu kukubwa mno, hakuna mfano wake. Allah subhanahu wa ta'ala sema faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz, aliyefaulu ni huyu bwana. Allah aliyemwepusha na moto akamuingiza peponi, basi huyu ndiye aliyefaulu, huyo ashafaulu kabisa. ثم قال إن بطش ربك لشديد, hakika kutesa kwa Mola wako ni kukali mno. أي إن عقوبته لأهل الجرائم والذنوب العظام
laqawiyatun jiddan shadida, hakika mateso Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu anayowapa watu waovu wenye madhambi makubwa, adhabu yake ni kali mno, ni kubwa mno. wa huwa lidhalimina bilmirsad, na Allah subhanahu wa ta'ala yuko chonjo juu ya wale madhalimu, hawamponyoki vile itakavyokuwa. قال الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. akupa muhula, ikiwa utatubia utubu, ikiwa hutatubia basi akikupatiliza Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu, basi adhabu yake ni adhabu yenye kuumiza tena kali sana. innahu huwa yubdi'u wa yu'id, hakika yeye ndiye anayeanzisha na ndiye anayerejesha tena. Ay huwa almunfaridu biibda'i alkhalqi wa i'adatihi, yeye ni peke yake katika kuanzilisha viumbe vyake alivyovileta hapa, hakuna mtu aliyemtangulia. Yeye ndiye alianzisha kuumba kwake, kuumba viumbe alivyoviumba. fala yusharikuhu fi dhalika musharikun, hakuna anayeshirikiana na yeye, kwa yeye ndiye mwanzishi wa hivi viumbe, kisha kwake yeye vitarejea subhanahu wa ta'ala. wa huwa al-ghafur al-wadud, wa huwa al-ghafur ay alladhi yaghfiru adh-dhunuba jami'aha liman taba. Al-ghafur, mwingi wa kusamehe, anayesamehe madhambi yote kwa yule mwenye kutubia, Allah yomsamehe subhanahu wa ta'ala. mahma kanat adh-dhunub, vile yale madhambi yatakavyokuwa, maadamu ametubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yomsamehe. ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب, na husamehe makosa kwa yule mwenye kumtaka istighfar na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. tena Allah subhanahu wa ta'ala ni alwadud alladhi yuhibbuhu ahbabuhu mahabbatan la yushbihuha shay'un, yule anayependwa na vipenzi vyake katika waja wake, mahabba ambayo hayafanani na yoyote mwingine, mahabba khalisa, hashirikishwi na yoyote mwingine. fakama annahu la yushabihu shay'un fi sifati aljalali waljamali walmaani walaf'al, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala hafanani na chochote katika sifa za utukufu wake na uzuri wake na sifa za kimaana kama vile ilmu na nyinginezo, na sifa za vitendo kama kuhuisha na kufisha, hakuna anayefanana naye katika sifa hizo. فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها شيء من أنواع المحاب. كذلك محبة katika nyoyo za waja wake hasa wanaompenda Allah subhanahu wa ta'ala, yanaofuata kule kutofanana na yoyote katika waja wake katika sifa zake. Kadhalika haya mahabba hayafanani na chochote katika vile vinavyopendwa, sababu wakifananisha na chochote waingia kwenye nini? Kwenye shirki. wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Kwa wale walioamini wana mahabba juu ya Mola wao ambayo hayafanani na mahabba yote mengine. ولهذا كانت محبته أصل العبودية، sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeabudiwa hubban wa ta'dhiman. Kwa asli ya ibada ni mtu kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبها، nao ni mahabba ambayo hutangulia kila kinachopendwa na hushinda kila kinachopendwa. Bimaana wale wanaompenda kikija chochote kile ambacho
kitachagua baina anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala na anachokipenda mja, watatanguliza anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala. wa in lam takun ghayruha tab'an laha kanat 'adhaban 'ala ahliha. Na yale mahaba mengine yale ya kawaida yakiwa hayafuati mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana hampendi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi huwa ni adhabu kwa yule anayependa hivyo. Ndio kuona kuna watu wateseka sana na jambo la mahaba, imma kwa watoto wao, kwa wake zao. Kuna watu wawapenda watoto wao kiasi cha kuwa amuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kutanguliza anachokipenda yule mtoto. Lakini hapa sasa akaadhibiwa kupitia kile anachokipenda kwa mapenzi ya namna hii, akaadhibiwa nacho. Na ndio ukaona kuna watu wana watoto, wana mali, apenda kweli mali yake kuliko yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ikawa ni adhabu. Allah subhanahu wa ta'ala sema fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allah liyu'adhibahum biha fil hayati dunya. Kuna watu wana mali na watoto waadhibiwa na mali zao na watoto wao, na sababu ni hivi, mahaba yao hayakufuata mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa waweza kumuona mtu Allah amempa katika dunia cha kumpa, hana raha kabisa, watoto wakorofi ile mbaya kuliko vile unavyofikiria. Kuna kesi mimi nimeiona, mtoto au kufara, mtoto amekwenda kumshtaki babake Marekani. Amshtaki babake kwa lipi? Kwa sababu amemnunulia gari ndogo, yani kibei, hakumnunulia Lamborghini sijui kitu gani hicho, Lamborghini sijui nini, ya gari zaidi. Sasa amekwenda kumshtaki kotini kuwa babangu akununulia. Ile kesi ilikuwa ya ajabu, maana kila mali ilienezwa. Yule hakimu yule amuuliza, wasemaje, babangu atakana nunulia gari kubwa, si nunulia mimi magari ya kawaida na Toyota hizi tuko gani hizi, anunulie mimi gari, akataja gari kubwa. Yule hakimu mwenyewe ameshangaa na ile kesi na akaamua sawa, wewe huna haki yoyote ya kumshtaki babako akununulia hili, asla na hicho kigari kidogo pia fai kununulia, ni huruma yake tu. Na usifikiria akitoka pale naenda nyumbani na babake, si ati kwa aendi tena nyumbani. Subutu Afrika huko, wacha gari. Allah yagla'ak, sema leo sikupikiwa wali, napikiwa sima, utakula makofi, wataka kula utaki wacha. Kuna watu sasa hivi Afrika huko, mtu akimwona yule mtu yuko kule ana uwezo na amuonea wivu, yule anaiki. fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inma yuridu Allah liyu'adhibahum biha fil hayati dunya. Kuna watu waadhibiwa bwana na mali zao bwana, waadhibiwa. Wewe ushaona mtu bwana halali, sababu senti halali, yuko tu usiku halali mpaka mwisho alavibugizi ndio apate kusinzia halali. Sababu nini? Mali. Wallahi kuna watu walikuwa na uwezo mkubwa katika dunia, lakini hana raha kabisa. Saa yoyote akipigiwa simu yuko macho, nakwambia ukweli. Na watu kunje sema fulani bwana ana senti, yule Karuni. Watu wengine wanakuambia Karuni, yani ana senti kama Karuni, na pia angalia upande wa pili ateseka kama Karuni. Na kuna wengine pia Allah amewapa mali, lakini ile mali hawakuitangulizia mahaba yake juu ya mahaba nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakastarehe na mali zao, ikawa ni sababu ya wao kupata utulivu katika hii dunia. Wakatumia mali zao katika yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala, wakatumia mali zao katika
nafsi zao kujifurahisha kwa kadri ya vile sheria ilivyomruhusu. Hana maneno, alhamdulillah, Allah amemruzuku katika dunia na amempa imani. Huyu basi mambo yake barabara kabisa. Hata akiwa na watoto 20 wale watoto awafurahia, akaa na wao vizuri, na mali zake ni nyingi, Allah amemruzuku yale mali, hayamtesi. Kwa nini? Kwa sababu mahaba yake imefuata mahaba nani? Allah subhanahu wa ta'ala, mahaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wako wangapi wa namna hiyo? Chukulia mfano katika masahaba, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakr as-Siddiq, Umar Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Hawa wote walikuwa ni katika wafanyabiashara na wengineo, walikuwa na mali. Kama Abdurrahman bin Auf alikuwa na mali nyingi na hakuteseka na mali yake. Usije ukawa kama wale tuliowataja jana. Kuna watu wateseka na hii dunia, na wakasema wa in lam takun ghayruha tab'an laha kanat adhaban ala ahliha. Kuna watu maskini wateseka bado, aficha tu, ficha, bakhili, aweka, kumbe awekea wengine, ajiona ajiwekea yeye. Kuna watu wafikiria kila kiweka aona ajiwekea yeye, kumbe awekea warithi. Ndio ule mfano ndio utaja jana hapa tiwadhuri, waweka zimekuwa nyingi, kisha wafa, amekufa ghafla, maskini. Ndio yale sasa, dereva wako ammezia mate mke wako, angoja eda ishe. Ikiisha eda tu, yule dereva wako ni Muislamu maskini, kapata mke na mali. Muona hivi, wallahi alazim, mimi naweza kisa, nimeelezewa na mmoja katika ikhwa Yaman kule. Kuna jamaa na wake hawa wanne, wote hawa wake wanne matajiri sana. Kwa nini? Wote walikuwa umezao mabakhili, wakafa. Kila akifa yule tajiri yeye ndaoa, wallahi alazim. Akafa wa pili, tajiri kaoa, ana haja na ndogo sio nini, nataka senti tu bure nazipata. Watatu kafa mume wake, akipiga eda akimaliza oa. Wanne oa. Yule jamaa tajiri kweli sasa, anao nyumba zote, villa na nini, kama kuna swimming pool, buda ogelea tu, ana wasiwasi tu, ogelea tu. Si mlikuwa wagumu? Ogelea tu yeye swimming pool. Fanya ubakhiri tu. Hebu tumia kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya akhira yako. Wallahi alazim, utakwenda kuikuta kesho mbele ya Allah. Si walimbikiza, kisha mwingine ndo aje kununua juice ndani ya kochi lako lile ulilonunua la ghali. Ulikuwa huyo mtu labda hakai pale ukiwa wewe uko hai, hakai pale, asubutu kuingia, lakini ndio pale ukaa, mke wangu niletee juice baridi, juice friji lako, wewe unkuflia mbali huko. Allah musta'an. Tatu. Kwa hivyo hii mali, watoto na nini, hizi vitu za kidunia hizi ambazo yajuzu kwa mtu kuzipenda, mahaba tabiia, mahaba ya kidunia tu ya kawaida ya kibinadamu, lakini usifikie kutanguliza mahaba yake juu anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ukifanya hivyo ni mateso. Wallahu almusta'an. قال وهو تعالى الودود الواد لأحبابه. na Allah subhanahu wa ta'ala ni alwadud, mwenye mapenzi, anayewapenda vipenzi vyake. Kama qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna, waja wake awapenda na wao wampenda yeye. Walmawaddatu hiya almahabbatu as-safiya. na neno mawadda katika Kiarabu maana ni mahaba yaliyo safi kabisa. na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza baina ya mume na mke asema waja'ala bainahuma mawaddatan wa rahma, akajalia baina yao
mawadda ni mahabba safi kabisa. وفي هذا سر لطيف Sheikh asema hapa kuna siri hapa katika Allah subhanahu wa ta'ala kutumia majina haya mawili, wa huwa al-Ghafur al-Wadud. Kwa nini haya majina mawili ameyataja katika aya moja, wa huwa al-Ghafur al-Wadud? Kuna siri hapa, haithu qarana al-Waduda bil-Ghafuri, akakusanya baina al-Wadud na Ghafur, liyadulla dhalika ala anna ahla adh-dhunub idha tabu ila Allah wa anabu ghafara lahum dhunubahum, ili atuelekeze na kutuonyesha kuwa watu wa madhambi wakitubia kwa Allah na kurudi kwake atawasamehe madhambi yao. Wa ahabbahum, si kuwa awasamehe tu, na atawapenda juu yake. Fala yuqalu tughfaru dhunubuhum wala yarji'u ilayhim alwud kama qala ba'd alghalitin. Kwa haisemwi kuwa anayefanya madhambi akitubia Allah atamsamehe, lakini yale mahaba yake juu yake hayarudi tena. La, si kweli, ukosea. balillahu afrahu bitawbati 'abdihi hina yatubu, bali Allah afurahia tauba ya mja wake pale anapotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. min rajulin ala rahilatihi 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu wama yuslihuhu, kuliko yule ambaye alikuwa juu ya kipando chake asafiri jangwani, juu ya kile kipando kuna chakula chake, kinywaji chake na kila ambacho akihitajia katika safari yake, kinachomtengenezea mambo yake na kumsaidishia, kiko juu ya ngamia wake. faadallaha fi ardhin falatin muhlika, akampoteza yule mnyama wake katika jangwa lenye kuangamiza. Kalala hivi, akiamka hayuko. Ngapi huyu? Nyayo zake zipi? Mtafuta vipi nyayo zake? Upepo umepiga, hajui nyayo zake zimeelekea wapi, hajui. Akitoka kwenda kumtafuta, akikosea njia atakufa, na pale alipo yuko chini ya mti. Acha nilale hapa chini ya mti, niongoje nini? Niongoje mauti yangu, nangoja mauti yangu tu. Fa aisa minha, akakata tamaa kabisa na yule mnyama wake. fattaja'a fi dhilli shajaratin yantadhiru almaut. Kifo hiki bwana, kifo hiki chaumiza sana. Yani akaa chini ya kivuli cha mti asubiri mauti. Wakati gani mauti yatamjia? Yaanza sasa kiu, njaa, kiu, njaa. Yuko hivi, haoni vizuri, mara haona maji, kumbe kuna maji. Ndio yuenda huyo. Hiki kifo bwana, Allah subhanahu, kifo hiki kichungu. Yani wewe waona wazi, mimi naongojea wakati gani malakul mauti iwaje, bali waweza kuomba aje haraka, maana wateseka mpaka nguvu zote ziishe katika mwili kabisa, wakaa pale mpaka wafa. Sasa asubiri mauti. fabainama huwa ala tilka alhal, hebu sawirisha mtu yuko katika hali ya kuwa ngoja nini? Mauti. idha rahilatuhu ala ra'sihi, mara lala hivi, sijui ndo huyo mnyama huyo hapa, anrudi yule mnyama ana kila kitu chake juu yake. Huyu mtu atakuwa na furaha kiasi gani? Qala fa akhadha bi khutamiha, akamshika zile kamba zake zile kwenye kichwa zilizofungwa. Ile furaha anayokuwa nao ni kiasi gani? Qala fallahu a'zamu farahan bi tawbati al-'abd min hadha bi rahilatihi, Allah ana furaha zaidi kwa tauba ya mja wake kuliko huyu bwana kumpata ngamia wake. Falhamdulillah ma akramaka ya Rabb. Pamoja na kuwa Allah hatuhitaji sisi, lakini ni alwadud, alghafur alwadud. Wa hadha a'zamu farahin yuqaddar. Ikiwa utakadiria katika fikra yako furaha gani ni bora zaidi, hakuna mfano wa mfano huu, mfano wa ajabu sana. Huu washinda furaha ya aina yoyote. Unajua furaha ni kama ambaye aishi tena baada ya kuwa mkufa, amepata tena uhai. Alikuwa yuwafa kisha mara uhai ukarudi. قال فلله الحمد والثناء وصوف الوداد ما أعظم بره وأكثر خيره وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه.
basi sifa zote njema ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Mahaba yake ni masafi yaliyoje kwa waja wake, na ukubwa wa wema wake juu ya waja wake, na wingi wa khairi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, na wema uliomkunjufu wa fadhila zake nyingi anazowafanyia waja wake. Alhamdulillah. Kwa sisi tunataka nini zaidi ya hivi? Kwani Allah yutuhitajia? Wallahi hatuhitaji Allah subhanahu wa ta'ala, sisi ndio tumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usawa ni kuwa mja ajibidishe katika kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia. Allah ni al-Ghafur al-Wadud, ni mwingi wa msamaha, tena mwenye mapenzi juu ya waja wake, na hasa yule mja anayefanya madhambi kisha akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah msamehe na atampenda mja yule. Nasallallahu ja'alna minhum. Dhul Arsh al-Majid, kuanzia aya hiyo mpaka mwisho maelezo tutakuja kuyasoma insha Allah ta'ala. Dhul Arsh al-Majid fa'alun lima yurid, mpaka mwisho wa sura maelezo haya tutakuja kuyasoma insha Allah ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.